wa ba'd. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala na rehema na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na aliza na maswahaba wake na Waislamu watashikamana na sunna za Mtume na kufuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Ni majlisi ya kwanza ambayo tumependa tutoe salamu kwa ndugu zangu Waislamu. Tumemaliza kusali salatu dhuhuri. Kama nilivyozungumzia, kushukuru mapokezi na watu kujitamu kuja kutulaki na kutupokea. Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni kila la kheri, kwa sababu hiyo ni katika alama ya mapenzi ya dini ya Allah. Kama mlikuwa mapenzi ya dini, hamngejitolea muda wenu kwa sura kama hii. Dakika ngapi hizi 5-6 katika muda huyu, nitazungumzia suala ambalo linaambatana na kuwepo kwenu katika nchi hii kwa ajili ya kutaka kujiendeleza kimaisha, na wengine ndio Mwenyezi Mungu amefanya wepesi wa kazi zao ziwe hapa, na hili ni moja katika yale Mwenyezi Mungu ameturuhusu katika Qur'ani, siru fil ardh. Allah ametuamrisha kwamba tutembee katika ardhi, katika kwenda tunapata mafunzo na kwenda tunabadilisha mazingira ya maisha, kwa sababu katika kusafiri na kutwenda huku na kule kuna faida nyingi sana ambazo mwanadamu anakwenda anazipata katika maisha, kama alivyosema Imamu Muhammad ibn Idris al-Shafi. Alikuwa anaeleza kwamba katika kusafiri kwa watu wanakwenda wanasoma faida nyingi. Anasema fil asfari 5 fawaid tafarruju hammin wa tafriq katika kusafiri kuna faida kama 5 mtu anazipata. Moja hilo ni mtu kubadilika mawazo. Ulikuwa na mawazo fulani, lakini unaposafiri mawazo yanabadilika kwa kuona mazingira mbalimbali ya watu, kisha na wakasbu maisha na watu kupata maisha yanabadilika. Na sehemu fulani ulikuwa kazi ni vigumu kidogo kupata, lakini sehemu nyingine umekwenda panakuwa wepesi kupata kazi wa ilmi, na unapata elimu mpya ambao ulikuwa hauna kule ulipokuwa, wa adabu, unapata malezi mapya ambayo hukuwa nayo, wa suhbatu majid, na unapata rafiki. Hizi ni faida 5 zinapatikana kwa watu kutawanyika katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapobaki fasi moja anabaki na mazingira yale yale na fikra ile ile na muono ule ule, anakuwa hapanuki. Lakini yule ambaye ametoka, Mwenyezi Mungu anampa kupanuka kifikira, kupanuka kimawazo, kupata malezi mengine mapya, kupata elimu mpya na kurahisisha mambo mengine kimaisha. Lile ambalo nitaka kulizungumzia, Mwenyezi Mungu amekusanyisheni hapa katika nchi hii ya South Africa. Mmetoka nyumbani kwenu, mmefika hapa ndio mmekuwa maskani. Allah akujalieni wepesi pamoja na familia zenu, kwa sababu ardhi yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sema ardhullahi wasi'a, ardhi ya Mungu ni pana. Ukiwa Burundi, ukiwa South Africa, ukiwa sehemu yote utaikuwa, Mwenyezi Mungu akijalia hapo ndio maisha yako ukaishi. Almuhimu tu atakuhesabu siku ya kiyama ulivyoishi na ukatoka duniani. Utaulizwa kwamba wewe ulikufa Burundi, ulifia wapi? Utaulizwa ulikuwa ulifanya nini? Basi na kile ambacho ulikufa nacho katika matendo yako uko mbele ya hesabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu kama nyinyi mnapokutana sehemu kama hii, kama watu mmetoka sehemu moja, kuna lazima kufanya kitu kama hicho ambacho mnafanya, kwa sababu kama mnakuja watu 20, ni wewe mpaka baada ya 15 hamtakuwa 20 tena. Watoto watazaliwa na hao watoto pengine na wao tutapenda tena kuzaa watoto wao. Kwa hivyo ni jamii imepanuka. Kwa mnapokuwa na muono kwamba hawa jamii yetu tuendelee kuwapa mafunzo na maadili ya dini yetu, ni jambo bora zaidi, kwa sababu mnawalea na mnaacha mnapandikiza yale maadili mema. Hata wakati mtapokuwa mmerudi nyumbani, kiwa Mwenyezi Mungu atajalia, basi yale maadili mmeyapandikiza kwa watoto. Hii ni kwa upande wa maisha ya dini, na pia hata kwenye upande wa maisha ya kidunia kusaidiana. Hivyo ni kitu katika mambo muhimu sana katika wajibu za ndugu kama nyinyi mnapokutana katika nchi hii ya ugeni kwenu nyinyi, ingalau kama mtakuwa mmeshakuwa na nafasi za kuishi na uraia pengine, lakini bado mnakumbuka kwamba sisi tumekuja kutoka sehemu fulani. Lile swala la mshikamano liwepo, kwa sababu linakuwa linakaza na lakomaza uhusiano wenu na kuwepo kwenu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Zama za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kabila ya al-Ash'ariyun, kabila ya Abu Musa al-Ash'ari, katika kabila za kutoka Yemen.
walikuja Madina watu takriban kundi kubwa la watu, waweza kama watu 50. Kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafurahi Uislamu, wakaingia Uislamu. Walipoingia Uislamu walikuwa wazee, vijana na watu makamu, wakawa wanaishi sehemu pembeni ya Madina pale. Walipokuwa katika maisha yao ni wageni pale Madina, hakuna mtu anawatambua, wanabidi wajikimuki maisha wao kwa wao. Kazi Madina zama ile ilikuwa ni kwenda kutumika kwenye mashamba ya watu, nikienda shambani wanatumika, jioni wanakupa sehemu fulani ya chakula, unakuja nayo nyumbani. Kama mtu alikuja peke yake, kile chakula kinamtosha na pengine kinabaki. Lakini kuna mtu alikuja yeye na mke na watoto wawili, kuna mtu alikuja na mke na watoto watatu, akipewa kile chakula akileta nyumbani hakiwatoshi, kwa sababu malipo anayepewa wafanya kazi namna moja. Kila mtu anapewa ile nafaka, riziki ambayo amepangiwa sawa na kazi ametumika. Yule aliyekuja peke yake anaweza akala na kikabaki, tutoni mwenyewe. Lakini yule ambao ni wako wawili, pengine wanaweza kujikaza, kiona ambao nyumbani wako watatu hawatosheki, anakwenda anajibana hivyo hivyo tu. Kabidi wakae wao kwa wao, wasema jamani, sisi hapa tuko ugenini, tumekuja hapa kufuata Uislamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusome dini, lakini hapa maisha yanatusumbua, tufanyeje? Wakatuwafika wao, wakasema sisi tunalipwa chakula, wakati mwingine sisi tukiwa binafsi kinatushinda, kinabaki na cha kesho kinabaki. Mnasemaje tutafute beseni kubwa, kila anapolipwa mtu chakula chake anaweka mle beseni, kila mtu anaweka mle, halafu baadaye tunakusanyika, tunahesabu fulani uko na watu watatu, tunakufutolea fungu tatu, fulani upeke yako tunakupa fungu